Ibara, unaambiwa mambo ni yamepamba moto ndugu yangu. Watu wanajiuliza huyu Mama Jo ni nani? Lakini pia maisha ya nyuma ya Mama Jo yalikuwaje? Lakini vipi kuhusiana yeye na Gamba? Wametoka wapi? Mbona ni watu ambao wanajuana sana? Nikakwambia usikose kufuatilia katika hii sehemu ya 4 na hatimaye sehemu ya 4 ndo hii hapa. Mzigo mtabu kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. La mimi naitwa Anko J Simulizi. Mkinisifia nyinyi mashabiki zangu kuna ndo basi tena ndo ishakuwa ndo Anko J sasa, ndo mimi sasa. Unatakaje? Haiwezekani. Karibu bwana kwenye hii sehemu ya 4. Naam, msikilizaji, asubuhi na mapema Mzee Mashushu alionekana akimkabidhi kijana Gamba hati yake ya kusafiria pamoja na leseni ya udereva. Mzee, nashukuru sana. Nisikilize nani Gamba? Ndio mzee wangu. Mimi sasa hivi najiandaa. Nataka nikupeleke ile sehemu ya mafunzo. Itachukua baada ya kama wiki, na kisha ukirudi hapa basi unakuwa uko vizuri sana kijana wangu. Sawa mzee wangu, lakini je, naweza nikakuuliza? Uwe na amani, uliza tu na wala hata usijali. Mzee wangu, kwa nini unanipeleka huko ikiwa mimi ni houseboy wako tu? Gamba, ni mara ngapi nikwambie kwamba wewe ni mwanafamilia? Na kitu kingine, wewe mwenyewe umejionea hali halisi ya kilichotokea usiku. Mimi nahitaji wewe uwe mkakamavu. Nahitaji mimi wewe uwe professional. Unapaswa kuweza kutuliza akili yako kijana. Mzee Mashushu, mimi nahitaji wewe. Umeona ulichonionyesha kile kwenye gari pale? Sasa nataka uwe zaidi ya pale. Mzee Mashushu alizungumza huku akiwa na tabasamu na kumfanya kijana Gamba ashushe pumzi taratibu. Mzee wangu, kuna haja mimi kubeba nguo huko napokwenda? Nguo za nini? Hakuna haja kubeba nguo. Naweza nikamwaga mama? Okay, sawa. Sawa, lakini itakuwa ni jambo lenye maswali mengi. Atakuuliza maswali mengi. Kama ukiondoka hujamwaga, atakuuliza maswali mengi. Ila mwambie kwamba unahitaji kwenda kumuona yeyote. Yaani wewe utadanganya tu kwamba unakwenda kuwaona ndugu zako, unakwenda kumuona ndani. Yaani wewe danganya tu, ila usimwambie ukweli kwamba nakupeleka wapi. Sawa mzee wangu, nimekuelewa. Naam, baada ya mazungumzo mafupi na Mzee Mashushu, kijana Gamba alijiandaa na kisha alikutana na Mama Jo. Huyo mzee anakupeleka wapi? Ameniambia kwenye eneo la mafunzo. Okay, sawa. Taarifa ya wahusika bado inafanywa kazi. Ila ukiwa huko Gamba, hakikisha unakuwa kama anayeanza mazoezi. Usijifanye unajua chochote, watakujua. Okay, sawa madam. Alafu Gamba, jambo jingine, hebu hakikisha ya kwamba simu yako inakuwa ipo on, ili kama kuna taarifa yoyote ya wewe kutakiwa kuifanyia kazi, basi niwe na kutumia hiyo taarifa. Okay, sawa madam. Nikutakie safari njema Gamba. Nashukuru madam.
Naam, baada ya mzee Mashushu kupata kifungua kinywa, aliondoka nyumbani kwake hapo na walinzi wake wachache tu, huku wakiongozana na kijana Gamba. Gamba. Naam mzee. Vipi, unaogopa? Kidogo nina hofu mzee wangu. Gamba, usiwe una hofu, na hii pia itakusaidia wewe, utakuwa uko fiti. Sawa sawa? Sawa sawa. Naam, walifika kwenye shirika la helikopta la mzee Mashushu ambalo analimiliki. Walipanda helikopta moja na kuelekea katika kisiwa cha Mafia. Wakiwa katika ngome ya kifo inayomilikiwa na mzee Mashushu pamoja na Don Rafael. Upande mmoja wa ngome hiyo ni sehemu ya mazoezi ya majasusi wanaowapa mafunzo kwa ajili ya kuwalinda wao pamoja na watu wanaohitaji kulindwa na majasusi hao. Huku upande wa pili kukiwa ni eneo la kifo, eneo ambalo maadui zao wote ambao wanawaingilia kwenye biashara zao huwatesa na kuwaua kwenye eneo hilo, huku wengine wanawapatia mateso makali hadi pale watakapoamua kuwaachia au kuwaua kabisa. Gamba, ndio mzee wangu. Juhudi zako ndizo zitakazokufanya ukae kwa siku chache katika hili eneo. Mazoezi hapa ni magumu Gamba, na ninakuhitaji utoke ukiwa uko hai. Hakuna shaka mzee wangu, Gamba alijibu huku akitazama mazoezi hayo. Gamba alikabidhiwa pale kwa walimu wa mafunzo hayo na mzee Mashushu na walinzi wake wakaondoka kambini hapo. Chumba chako ni hiki hapa. Humu ndani haijalishi umeletwa na mkuu. Tunachojali sisi ni uwezo wako wa utendaji wa kile utakachoambiwa, la sivyo utakufa, kwa sababu anayeshindwa huwa tunamuua. Naam, ilikuwa ni sauti ya mmoja wa wakumfunzi aliyezungumza hivyo huku akimtazama Gamba usoni mwake. Gamba akasema sawa. Haya ni mavazi ya humu ndani. Utakuwa una pea 2 tu. Haturuhusu mavazi ya nyumbani yavaliwe. Sawa. Gamba alipokea mavazi aliyokuwa amekabidhiwa na kisha aliingia katika chumba chake chenye kitanda kidogo, meza ndogo pamoja na kiti, huku kukiwa kuna choo cha kukaa pamoja na bomba la kuoga. Laiti wangejua mafunzo yao yote nilishayafanya, hata wasingeongea upuuzi. Naam, Gamba alizungumza kimoyomoyo huku akivua nguo zake. Akaitazama kamera iliyokuwa imefungwa chumbani hapo, kukiwa kuna ukaguzi wa kila anayekaa ndani ya ngome hiyo. Baada ya kuoga, kijana Gamba alivaa mavazi meusi kama ya wanafunzi wengine aliyokuwa amewakuta ndani ya ngome hiyo. Alitoka ndani ya chumba chake huku akiwa amevalia buti nyeusi. Kwa pamoja akakusanyika pale na wanafunzi wengine katika mstari wa kupata chakula cha mchana. Naam, kadiri siku zilivyozidi kwenda ndivyo jinsi kijana Gamba alivyozidi kuonekana ni mwepesi wa kuelewa kile alichokuwa nafundishwa. Ila ukweli wa nyuma ya pazia ni kwamba Gamba ni komando aliyefuzu mafunzo mengi mno ulimwenguni. Hadi unaisha mwezi hapakuwa na mwalimu mwenye kupinga juu ya uwezo wa Gamba, kwani ndani ya muda mchache amekuwa ni mwanafunzi mwenye uwezo wa hali ya juu vibaya mno. Sikiliza, leo bosi anakuja kukuchukua na unarudi nyumbani. Nashukuru mkuu. Lakini kitu kingine Gamba, unatakiwa ukaendelee kuitunza heshima yako hivyo hivyo, na wala usije ukahadaiwa na maisha utakayo kutoka mtaani. Hakuna shaka mkuu. Majira ya saa 4 za usiku, mzee Mashushu na walinzi wake walifika eneo hilo kwa helikopta na wakaondoka na Gamba, huku mzee Mashushu akiwa na furaha kubwa mno. Safi sana Gamba. Gamba, umenitoa kimasomaso, kwa sababu sifa nilizozipata kwa kweli ni sifa nzuri sana, tena sana. Safi sana. Nashukuru sana mkuu. Vipi familia? Familia wote wazima. Okay, sawa sawa. Naam,
walifika katika jiji la Dar es Salaam. Gamba, leo nataka kukupeleka viwanja kidogo ukaone watoto wazuri. Unajua mabinti fulani hivi. Gamba, we kidume bwana. Gamba. Naam, mzee Mashushu alizungumza kwa sifa kweli kweli huku akiingia ndani, na hii ilikuwa ni mara baada ya wao kushuka kwenye gari. Gamba hakuwa na la kuzungumza zaidi ya kutabasamu. Walifika kwenye ukumbi mkubwa wa starehe ambao ulikuwa unamilikiwa na Don Rafael. Waliingia kupitia mlango wa nyuma, na ndipo Gamba macho yalimtoka mara baada ya kuona wanawake wengi wakiwa wapo utupu kabisa, huku wazee wenye pesa zao ndani ya jiji la Dar es Salaam walikuwa wanastareheshwa, huku wengine wakizivuta unga. Yaani walikuwa wanavuta madawa. Ilikuwa ni kufuru, msikilizaji. Gamba, changamka Gamba. Haya ndo maisha. Furahia maisha kijana wangu. Unaona mabinti wabichi hawa. Wapo wa kutosha hapa. Najua Gamba, utakuwa una ugwadu, utakuwa una upwiru kama watu waliotoka kufanya kazi Oman na Dubai huko. Wale watu wanaofanya kazi huko nchi za nje, Qatar, sijui Gulf huko, sijui wapi, wanakuwa na upwiru kweli kweli. Hata we Gamba, naona utakuwa na upwiru kijana wangu, utakuwa na ugwadu. Mabinti hao bwana. Gamba wewe bwana. Mzee Mashushu alizungumza huku akimpiga Gamba begani mwake, na hapo mzee Mashushu akaelekea kwa wazee wenzie, huku wasichana 4 walianza kumzunguka Gamba huku akimshikashika kila sehemu za mwili wake. Huyu kijana anaonekana hajui kabisa ya mambo. Mzee mmoja alizungumza kwa sauti ya kilevi kabisa. Bado mpya huyo, damu inamchemka. Vipi? Ameshapitia mitihani? Bado. Unaonaje leo usiku huyo akapata mtihani wake wa kwanza? Kwa leo hapana, kwa sababu leo nahitaji afurahie maisha bwana, tusimpe mitihani. Na okay, sawa. Wazee hawa waliendelea kuzungumza yao, na Gamba hakujua kama anazungumziwa. Gamba huku bwana akakalishwa kwenye moja ya sofa lililopo eneo hilo, huku akaendelea kushikwa na hao wasichana. Macho ya Gamba yakatoka kwa msichana mmoja ambaye ni mrefu, mwenye umbo namba 8, ambaye amekaa na msichana mwenzie huku wakipigana mabusu. Asante. Gamba alizungumza huku akisimama. Alitembea mpaka kwa msichana huyo, alimshika mkono na kisha akamnyanyua taratibu. Tunaweza kuwa pamoja? Gamba alimnongoneza msichana huyo. Bila shaka, twende chumbani kwangu. Wakaongozana na msichana huyo mpaka gorofani. Walipita kwenye korido yenye milango mingi ya vyumba vya wasichana hao waliokuwa wanajiuza kwenye danguro hilo lenye hadhi kubwa kwa jiji la Dar es Salaam, kwani wasichana hao wote wapo chini ya uangalizi wa Don Rafael. Gamba alisoma namba ya chumba hicho ambacho ni 250. Karibu nikupe utamu ambao hujawahi kupewa. Msichana huyo alizungumza, utazani labda yeye ana utamu ambao labda aliumbiwa na Mungu special. Utadhani labda yeye sio binadamu labda. Yaani alikuwa na jinadi ya kwamba yeye ndio mtamu mnato, ukigusa unanata. Akamsukumia Gamba kitandani. Unaitwa nani binti? Kwani unataka kujua jina langu au unataka kujua utamu wangu? Nimevutiwa na wewe. Ikiwezekana nahitaji kuanza maisha na wewe. Hadi sasa wanaume niliowastarehesha ni zaidi ya 500. Sidhani kama unaweza kuwa na mwanamke wa aina kama ya kwangu. Haijalishi. Ila kama mtu anahitaji kukutengenezea maisha inawezekana. Sidhani. Kwa nini?
Hapa tupo kazini na tunaishi kwa sheria na taratibu za humu, hivyo kazi yetu ni kuuza meli yetu. Kabila gani wewe? Nyiramba. Wa Singida? Ndio. Msichana huyo alizungumza huku akimalizia kumvua Gamba suruali na taratibu akamvalisha jogoo wa Gamba kinga. Naweza nikakutoa humo kama ukikubali nikutoe. Wengi wanasema hivyo ila siwaoni wakirudi. Hivyo wewe sio wa kwanza. Taratibu binti huyo akaukalia ujogoo wa Gamba na akaanza pale kufugurura. Ila naweza nikakutoa ukinipa nafasi. Nyamaza. Furahia huduma yangu, kama utahitaji na nitakupatia. Wala sihitaji. We. Ndio. Wewe ndo mwanaume wa kwanza kuniambia hivyo na ukakataa. Wanaume wote sasa hivi wanapenda mboga ya kisamvu. Sio wote. Nipo kama mimi nisiyependa kufanya hiko kitu. Au nikuonjeshe nyama ya kisamvu? Wewe unajifanya mlokole. Sihitaji. Na hii biashara unaifanya kwa muda gani? Mwaka wa 3 sasa. Inakupa faida? Ndio. Kwa sababu mimi inanisaidia kusomesha wadogo zangu, na hapa napozungumza naye namalizia kuwezeka nyumba yangu huko Singida. Na okay, sawa. Vipi? Unaonaje inavonata vizuri? Mnato Mbona usemi? Gamba alimgeuza msichana huyo, alimuinamisha na kuendeleza huo mtanange ambao ni wa kasi ila wenye mazungumzo ndani yake. Kwa hiyo unafurahia kuifanya hii kazi? Hujanijibu swali langu. Hakuna mwanamke mwenye maisha anayependa kuwa malaya, hususan wa kujiuza kama hivi mbele ya wazee ambao wengi wao ni wakorofi. Wakorofi kivipi? Wengi wao wanapenda kufanya wawili. Na okay, sawa, nitajitahidi kukutoa hapa. Usijaribu wala usinitaje kwamba nimekushawishi. Usijali. Hapo nyie mtanange unaendelea mjue. Mtu hapa anachezea mijeledi ujue. Gamba alimaliza mzunguko wa kwanza huku jasho likimwagika uso mzima. Babu kubwa. Nini? Kati ya wanaume wote sijai kupata show nzito, show heavy kama hii. We kweli? Umenikuna kutoka moyoni. Wengi wao wanaokuja hapa ni wenye pesa, na kama unavyojua wengi maradhi ni mengi, wengine hadi huwa tunawaboost, wengine dakika 2 tu yani chali, matatizo kibao. Aise, pole kwao. Hapo Gamba alisimama na kisha aliingia bafuni na huyo msichana akamfuata. Alianza kuoga nao, yani wakaanza kuoga pamoja. Mara baada ya kuoga wakarudi chumbani. Vipi, unatumia hii? Msichana huyo alizungumza huku akimuonyesha Gamba sigara. Hapana, situmii. Binti huyo aliwasha sigara hiyo na kisha akaanza kuvuta. Kwenye maisha yangu sijawahi kuwaza kuja kuwa mimi mwanamke wa mtu. Kwa nini? Sijawahi kupenda mwanaume, japo wanaume wanavutiwa sana na mimi, ila sijawahi kumpenda mimi mwanaume yote. Kupenda ni hatua na sio kupenda kwamba ni ajali ya kwamba inatokea tu ukampenda mtu. Hivyo sioni ajabu kwa hiko ambacho nakizungumza. Ni kweli. Ila wanaume wa kipindi hiki wengi wao ni waongo. Ukimkabidhi moyo wako anauvunja. Kwa hiyo unapovuta ndio unapata steam. Bora anioe huyu sigara, lakini sio nyinyi wanaume. Sio wanaume wote, hata kwa wanawake pia. Naam,
Wakati wanayazungumza hayo, mlango uligongwa kwa nguvu na kumfanya msichana huyo kuachia msonyo. Nani? Ni mimi. Fungua. Sauti ya mwanaume ilisikika tena, ilizungumza kwa ukali kweli kweli. Shit. Nini kwani? Huyu fala amelipa pesa ya mwezi mzima, hivyo akihitaji kuja hapa kwa nani basi ndo hivyo. Yaani amesharuhusiwa. Ila ya mwezi mzima? Ndiyo. Mtu mwenye ni mgomvi huyo, mapenzi hajui. Ananuka jasho, yani mateso tu. Na usipompa atanipiga mpaka niue. Akupige? Ndiyo. Gamba alishuka kitandani, akavaa suruali na kisha akaenda kuufungua mlango. Wewe fala, toka bwana, wakati wangu. Wewe vipi wewe? Unaonaje ukafanya kesho? Wewe unasemaje wewe? Sasa zamu yangu mwanangu. Mwanaume huyo alizungumza huku akimsukuma pembeni Gamba. Wewe dem, kaoshe hiyo nyapu. Kaoshe kila kitu, nataka zamu yangu saizi ni Mwanaume huyo alizungumza kwa ukali huku akichomoa bastola mkononi, akaishika na kumfanya msichana huyo akaanza kutetemeka. Toka bwana kabla sija kumwaga ubongo wako wewe. Angalia hii sura, umeona hii sura hii? Utakapoiona kimbia. Niogope kama ukoma. Mimi ndo Badman. Mwanaume huyo alizungumza huku akimnyoshia Gamba bastola hiyo usoni na kumfanya Gamba kwanza sushe pumzi taratibu, huku akimtazama huyu jamaa ambaye laiti kama angejua anauchezea moto wa kuzimu, huyu mwamba asingefanya hiki kitendo. Haki ya Mungu. Yaani unamnyoshia bastola mzimu kweli? Unategemea atakufa? Hey. Hivi huyu jamaa anamjua Gamba kweli? Ala. Ile fumba na kufumbua. Jamaa akajikuta bastola ipo mikononi mwa Gamba. Hey, jamaa hata kuelewa imekwaje kwaje. Jamaa akajikuta anashangaa bastola mkononi hana. Gamba ile bastola akaimengenyua vipande, akaichambua yote. Ndani ya sekunde 3 tu akatoa risasi zote na magazini ya bastola. Alafu akamkabidhi ile magazini tupu, akamwambia shika hii. Unasikia mpumbavu? Sio kila mtu akumshikia bastola. Leo nimekusamehe kwa sababu niko mbele ya mwanamke wangu mtarajiwa. Ila next time nitakwenda kuufumua huo ubongo wako na itakuwa ndio siku yako ya mwisho duniani. Alafu angalizo tu. Hakikisha huyu binti hakuoni tena kwenye macho yake. Endapo atakuona, basi nitakutafuta. Alafu nitakupatia zawadi yako ya kaburi. Nitakuua. Kwa msisitizo aliyoutoa Gamba, ulimfanya ujamaa kwanza ageuke taratibu, akatoka ndani pale kama panya aliyeloa. Gamba akaenda kafunga mlango kwa ndani. Yule msichana alicheka vibaya mno. Leo kapatikana. Kana mikwara yako. Haya, leo kaingia kwenye 18. Kumbe kuna wanaume wanaume wababe wawe kana kujaga hapa na kabastola kanafanya leo nusu kajambe hapa piu kamondoka kimya. Binti huyo alikuwa na furaha kweli kweli, lakini Gamba kavua taulo na kisha alianza kuvaa suti yake. Unakwenda? Na mimi muda wangu wa kuwa hapa umeisha. Sasa si nitakuona au tutaonana wapi? Usijali, utaniona. Kaa ufikirie. Jibu langu utanipatia lini? Kwani mimi sinaweza tu nikakukubalia leo? Gamba alifungua mlango na kisha akatoka ndani hapo, akarudi eneo alipokuwa amemwacha mzee Mashushu. Gamba, vipi, mbona mapema? Nimesharidhika mzee wangu. Siku nyingi sijapata muda wa kuweza kulala.
unajua kuna vitanda, wewe lala tu. Gamba, nyumbani tutakwenda kesho asubuhi, sio leo bwana. Mimi mwenyewe nikimaliza hapa, uona binti huyu, binti mbichi huyu anakwenda kunipa raha. Bwana Gamba, kula maisha. Maisha ndo haya, usitegemee ukifa hapa utakwenda kula maisha mengine. Maisha ndo haya. Yaani kama kudinyana, we dinyana sana. Haya ndo maisha bwana. Asikwambie mtu mwingine kuna maisha mengine. Kula starehe. Wewe hayo maisha mengine ulikuwepo Gamba? Maisha uliopo si ndo sasa hivi, basi yatumie, kula sana. Usitegemee maisha ndotoni kwamba unaambiwa kuna maisha mengine. Maisha mengine yapi? Yasipokuwepo, kula kabisa. Mzee Mashushu alizungumza huku akiyapiga ya msichana huyo, huku akiwa anamshikashika kiuno. Okay, sawa mzee wangu, ngoja nipumzike basi kidogo, nivute hewa. Hakuna shaka Gamba, piga. Ukimchoka huyu, nakamata mwanamke huyu, piga huyu. Gamba, nakukubali sana Gamba. Hakuna shaka mzee. Gamba alitoka ndani ya huo ukumbi. Alisimama eneo lenye upepo mwanana wa bahari, kwa sababu ukumbi upo pembezoni mwa bahari. Ghafla Gamba akaona kuna gari mbili zikisimama kama mita 100 kadhaa hivi kutoka sehemu alipo, na walishuka watu walikuwa wamejifunika nyuso zao huku wakiwa wameshika mapanga. Wakamzunguka huku akitengeneza muundo wa duara. Yaani hapo walimzunguka Gamba. Gamba akabaki katikati. Sauti ya makofi yaliyokuwa yanapigwa taratibu ilimfanya Gamba ageuke nyuma, akamtazama mtu aliyekuwa anapiga makofi hayo. Alishusha pumzi taratibu mara baada ya kumwona jamaa aliyekuwa amemfukuza chumbani akiwa yuko eneo hilo. We mpumbavu wewe. Nimefurahi sana kukuona hapa, kwa sababu sheria mojawapo kwenye hii klabu, hupaswi kugombana ukiwa ndani. Kwa bahati mbaya hujanijua mimi ni nani, na ndio maana nilikuwa mnyonge pale mbele ya yule malaya pale. Sasa nataka nikuoneshe kwamba mimi ni nani. Jamaa huyu hakomi, alizungumza kwa kujiamini na kumfanya Gamba sasa akavua koti lake la suti taratibu, na kisha akalishika kwa mkono wake wa kulia. Kabla hamjanifanya chochote, ni vema mkajiuliza nyinyi wenyewe, mmekuja kutafuta kifo chenu ama mmekuja kutafuta ulemavu? Mkishanipatia jibu, basi nitawapatia hiko ambacho mnakihitaji. Kama mmekuja kutafuta kifo, mniambie mmekuja kutafuta kifo, na kama mmekuja kutafuta ulemavu, niambieni kwamba mmekuja kutafuta ulemavu, ili nitoe adhabu kulingana na kile ambacho mmekuja kukifuata. Gamba alizungumza kwa kujiamini mno. Mkuu, Gamba, kuna wahuni wamemzunguka, wanataka wampige. Je, tumsaidie? Mlinzi wa mzee Mashushu alimnongoneza hivyo, na mzee Mashushu akasema, wapi hao wahuni? Wapo nje mkuu. Rafa, kuna wahuni wamemzunguka kijana wangu huko nje. Hebu twende kwanza tukaangalie. Wala usipate shida kutaka kutoka nje, Mchezo mbona hapa tu bwana. Wakawasha pale TV. Zilikuwa ni TV 4 kubwa zilizopo eneo hilo, zikaonesha kinachoendelea eneo hilo la nje kutokana na kamera za CCTV kamera zilikuwa zimezunguka jengo zima. Kwa hiyo mzee Mashushu na rafiki yake Don Rafael wakawa watu wako ndani wanatazama kwenye TV nini kinachoendelea huko nje. Mzee Mashushu akasema, kaeni tayari kwa lolote, akizidiwa mtakwenda kumsaidia. Mzee Mashushu aliwaambia walinzi wake. Walinzi wakasema, sawa mzee. Rafaeli, unawajua hawa washenzi waliomzunguka kijana wangu? Nawajua. Kwa mfano huyu dogo huyu, baba yake ana cheo kikubwa tu kwenye masuala ya usalama. Huyu dogo ni mkorofi sana, anamiliki genge la wahuni. Sasa acha tuone wamekutana sasa na muuni mwenzao. Ngoja tuone. Mzee Mashushu alizungumza huku akiutomasa mwili wa binti aliyekuwa amemwegemea pembeni hapo.
Sasa tukija huku nje, yule jamaa muhuni yule akawaambia wale vijana wake, sasa sikilizeni, oya shambulieni hapo. Jamaa mmoja aliyeshika panga kwa kasi akaanza kumkimbilia Gamba, sehemu ambapo Gamba alikuwa amesimama. Bwana, teke zito likatua kifuani mwa huyu mshikaji, akarudi alipotoka. Akaenda kujigonga kwenye mgongo, akatulia tuli. Yaani hilo teke moja tu jamaa amepewa, alikuwa anakuja hivi, akapewa teke moja, akarudishwa alikotoka, na alikoenda kule akunyanyuka tena. Yaani katulia kimya. Panga lilokuwa ameshika likaangukia pembeni. Wengine ndo kidogo akasita pale. Mbona mwenzetu kule arudi? Yaani teke moja. Yule mwamba bwana, kumbe alikodondokea kule, mbavu 4 kifuani kwake za upande mmoja zilikuwa zimevunjika zote. Zote zimevunjika. Na moja ndio ilikuwa inakaribia kukatika kwenye moyo wake hapa. Na asipopata matibabu ya haraka yule alikuwa na danja. Gamba akawaambia washikaji, oya, nendeni mkamsaidia mwenzenu. Mwenzenu anapoteza maisha yule. Gamba alizungumza kirafiki kabisa, huku akiwatazama jamaa hao waliokuwa wamemvamia, ambao tayari hofu ilishaanza kuwatawala kuona kile kilichokuwa kimempata mwenzao. Hata ningekuwa mimi msikilizaji, yaani unafuata mtu anakupa teke moja unapoteza mbavu 4, hata ningekuwa mimi niende mimi nani? Sasa yule jamaa anayeongoza lile genge la wahalifu akasema, "Nyie vipi? Mvamieni wewe bwana. Nimesema mvamieni." Sasa kila akiamrisha wale vijana waendi. Vamieni hapo. Nenda. Kwa uoga sasa ikabidi waende pale wakamshambulie Gamba. Walichokutana nacho ni zaidi ya maumivu, kwani kipigo kizito walichokipokea kutoka kwa Gamba kiliwapelekea wengi wao kuvunjwa viungo mbalimbali kwenye miili yao. Ndani ya muda mfupi walijikuta wote wameanguka chini, huku akiugulia maumivu, na akabaki yule sasa mkuu wao. Gamba akajitazama kwenye shati lake, kuna vitone vya damu vilikuwa vimemlukia. Ilibidi aanze kumfuata yule jamaa ambaye alikuwa amesimama huku akiwa haamini kila anachokiona. Kipondo alichokula vijana wake si cha mchezo, alafu ni ndani ya muda mchache sana. Jamaa akawa anataka kukimbia, ila Gamba akamwahi, akampiga mtama. Jamaa akaenda chini, alianguka vibaya mno mpaka akatenguka kiganja cha mkono wake wa kulia. Gamba akasema, "Sikiliza mwanangu, siku zote nimekuwa nikiwachukia watu wa aina yako, watu wanaotengeneza tatizo na kisha wakalikimbia tatizo." Hapo Gamba alichuchumaa. "Nilikuonya kwa ustarabu tu, ila umenifikisha kwenye eneo ambalo maonyo yangu ninayaona yalikuwa ni ya kipuuzi." Gamba alizungumza huku akimshika jamaa huyo sehemu za siri, akaanza kuziminya pale. Jamaa alipiga kelele. Gamba akasema, "Sijamua hata mmoja wa vijana wako, ila kwa wakati mwingine nitakuwa ukiongozana nao. Itazame hii sura, alafu ikumbuke." Gamba akaziachia sehemu za siri za jamaa huyo. Jamaa akanyanyuka taratibu kabisa. Sasa huku ndani kwa madoni, Don Rafael akasema, "Wewe mzee mwenzangu Mashushu, hii mashine hii mwanangu, hii mashine hii." Don Rafael alizungumza huku wote wakishangaa alichokuwa amekifanya Gamba. Mzee Mashushu akasema, "Tena hii sio mashine. Hii unajua kuna mashine ya mchezo, alafu kuna mashine gwalabu. Unajua wale jamaa wapiga wale hawajamka. Si unaona kule, yule kule hajamka, yule kule hajamka. Sasa wanamkaje kati unakaa wamevunjwa miguu yao kaka?" I said, unajua nimeweka stopwatch yangu hapa. Inaonyesha wamenyoshwa ndani ya dakika 12 tu. Rafael, yani sasa hivi kwanza mimi nina amani. Ninaamini mtu wa kumtumia kwenye kazi zangu yupo. Sasa acha si tuondoke. Kwa nini tena? Rafael, sidhani kama
Gamba atakuwa na mudi ya kuendelea kukaa hapa. Kwa acha tu nimchukue tuondoke. Ila Mashushu, mzee mwenzangu, unajua mke wako umemwaga huko safarini. Tule maisha bwana. Wakati wanayezungumza hayo, Gamba alirudi ndani hapo na TV zote zikawekwa video za miziki ili asione ya kwamba walikuwa wakimtazama huko nje alichokuwa anakifanya. Aise, ongera sana Gamba kwa kazi yako. Kazi yako sio ndogo Gamba. Kwa nini mzee? Tumeshuhudia ulivyowanyosha wale wapuzi. Safi sana. Usijali mzee. Safi sana bwana. Yaani Gamba unanifurahisha. Sijui nikwambiaje upate kunielewa kwamba unanifurahisha Gamba. Kijana, safi sana. Don Rafael naye alizungumza huku akitabasamu. Gamba akasema nashukuru, ila naombi moja wazee wangu. Omba, hakuna shaka. Omba unachokitaka Gamba. Sema unataka nini? Toto ziko hapa. Sema unataka nini? Pesa zipo. Sema wewe unataka nini? Kuna msichana niliondoka naye, nikalala naye, na kama hamtojali yule msichana ningependa kwenda naye nje hapa kidogo, akili yangu ikatulie. Niombe tu lakini wazee wangu. Doni Rafael wewe. Hilo lipo kwenye uwezo wako. Usimkatalie kijana wangu bwana. Kuna chombo amekielewa. Usimkatalie bwana. Ndio. Japo huwa mabinti wa hapa siruhusu watoke, ila kwa heshima mzee Mashushu hapa nitakuruhusu utoke na huyo mwanamke uliyempenda. Ila tu hakikisha anarudi akiweko salama. Nashukuru sana wazee wangu. Naam, hapo Don Rafael akatoa ishara kwa msichana mmoja, akamfuata, akamnong'oneza na kisha msichana huyo akaondoka hilo eneo. Gamba umepewa vitu mpaka umechanganyikiwa. Huyo binti amekupa nini? Gamba wewe. Usikuta amekupa vitu bwana. Mzee. Ni mapema sana kulijibu hilo swali mzee wangu. Ila bwana uwe makini Gamba, kwa sababu unajua hawa wasichana hapa ni wasichana wa biashara. Na wanamuingizia rafiki yangu hapa pesa, wanamuingizia pesa nyingi sana. Kwa hiyo kuondoka moja kwa moja utamuingizia rafiki yangu hapa hasara. Kwa hiyo usiondoke naye bwana moja kwa moja. Sawa mzee, nimekuelewa. Mkuu, samani. Yule binti nimemkuta yuko na mteja. Okay, sawa. Gamba, naamini umesikia kwamba yule binti yuko na mteja sasa hivi. Ya mzee wangu. Unaweza ukachagua binti mwingine? Hapana. Ni yeye tu. Ila kama ana mteja mwingine hakuna shaka nitasubiri. Okay, sawa. Naam. Kweli Gamba alitoka ndani hapo na kuelekea ufukweni, huku sura ya msichana aliyetoka kuwa naye muda mchache ilikuwa inamrudia mno machoni mwake. Haijawahi kunitokea hivi kwenye maisha yangu. Gamba alizungumza kimoyomoyo huku akitazama gorofa hilo refu ambalo lina dangulo kubwa la wanawake. Akaiwasha simu yake na hazikuisha hata dakika 2, simu yake ilianza kuita. Yes, hello madam. Unaendeleaje Gamba? Salama tu, shikamoo. Marahaba, upo karibu na huyo mzee? Hapana. Najua umetoka leo na mpo kwa huyo Rafael. Ndio, ni kweli. Sasa kuna kazi inabidi uifanye usiku huu. Kazi gani hiyo madam? Wale watu waliowashambulia, upelelezi ulishakamilika. Walitumwa na mtu mmoja anaitwa Gumbo. Huyu Gumbo ni mmoja wa wapinzani wa mume wangu kwenye biashara zake, na wamepishana kwenye mambo mengi, na huyo Gumbo nimegundua anamtumia Glory kuingia kwenye maisha yetu. Madam, ngoja kwanza. Yaani Glory anahusika? Ndio. Kivipi? Sijaelewa.
ilikuwa ni ngumu sana kumpata mume wangu kwenye tageti zake. Hivyo alichokifanya ni kumpandikiza Glory kwa Joe wawe na mahusiano, na kisha mahusiano hayo yazae ujauzito. Na siku ambayo ulitoka na mume wangu, yeye Glory ndiye aliyetuma picha za gari ambayo mlikuwa mmetoka nayo, na ule mpango wa Glory kuja kanisani kujifanya anajilipua, kumbe ulikuwa ni mpango wa huyo Gumbo. Shit. Kwa maana hiyo Glory ndiye anatuzunguka. Ndo maana yake. Kwani Glory kwa sasa yuko wapi? Yuko hapa nyumbani kwangu, na nilikwenda kupiga tena DNA ya mtoto kwenye hospitali nyingine na ikathibitisha mtoto kweli ni wa Joe. Huyo si alisema nampenda Joe. Muda mwingine ni maigizo tu, wanaweza kuleta uhalisia. Huyo Gumbo yuko wapi kwani? Yupo hoteli ya 3 kutoka hapo kwa Rafael. Ila ni mtu hatari sana na analindwa na majasusi waliofukuzwa kwenye vitengo vingi vya ujasusi duniani. Hao ndio aliowaajiri. Hivyo hata kama unakwenda, tambua unakwenda kupambana na mtu aina gani. Unataka kazi ifanyike lini? Nataka kazi ifanyike leo usiku. Ukifika kwenye maegesho ya magari kuna taxi hapo, nimemtuma huyo kijana wangu, atakupeleka hapo kwenye hiyo hoteli. Ifanye kwa muda mfupi bila huyo mzee Mashushushu kujua chochote. Ndio, okay, sawa. Kingine, ndio madam, rudi ukiwa uko mzima. Sawa madam. Naam, hapo simu ilikatwa na kumfanya kijana Gamba ashushe pumzi taratibu. Alitazama saa yake ya mkononi, ilikuwa inaonyesha ni majira saa 8 za usiku. Alitembea hadi alipokuwa maegesho ya ukumbi huo, akaiona taksi moja ikiwa imesimama. Alitembea hadi eneo hilo na kisha alifungua mlango na kuingia kwenye mlango wa nyuma. Taratibu taksi hiyo ikarudi nyuma taratibu kabisa. Wakaondoka eneo hilo kwa mwendo wa kawaida kabisa. Aise, hii biashara ina kila kitu ndani. Dereva alizungumza huku akimkabidhi Gamba bahasha kubwa ya kaki. Kijana Gamba alitoa bastola pamoja na kiwambo cha kuzuia sauti na magazini 3 za ziada zilizokuwa zimejaa risasi. Akatoa simu aina ya Samsung na kisha akaanza kutazama picha kadhaa za huyo mtu wa kuitwa Gumbo. Kaka, inatakiwa kufanyika kimya kimya hii kazi bila mtu kujua, dereva alisisitiza huku akisimama nje ya hoteli anayoishi Gumbo. Kijana Gamba akasoma maelekezo ya gorofa pamoja na chumba alichopo huyo mtu wa kuitwa Gumbo. Kumbuka hii kazi haina backup, hakuna mtu atakayekuja kukusaidia. Nisingewasha simu, ningekufuata na ningekupa simu, ungeongea na mkuu. Kijana Gamba alichomeka bastola hiyo kiunoni mwake, huku magazine pamoja na kiwamba cha kuzuia sauti ya risasi akaviweka kwenye mifuko ya koti lake la suti. Kazi njema kaka. Kijana Gamba alifungua mlango na kushuka huku akijifanya kizungumza na simu. Aliingia kwenye mlango mkubwa wa hoteli hiyo na moja kwa moja kaelekea mpaka kwenye lifti. Alibinya button namba 9 na taratibu lifti hiyo ikaanza kuelekea juu. Lifti ikafunguka na Gamba akatoka. Akatazama korido ndefu yenye vyumba vingi. Akatembea hadi kilipo chumba cha Gumbo. Umeme hotelini hapo si ukakatika. Shit. Kijana Gamba alilalamika huku akisikilizia mikiki iliyokuwa inaendelea ndani ya hiko chumba. Akashika pale kitasa na mlango ukafunguka. Kwa kasi akaingia ndani. Akakaribishwa pale na mapambano yaliyokuwa yanaendelea vikali ndani hapo. Umeme ukarudi na kijana Gamba akashuhudia maiti 2 za walinzi wa Gumbo zikiwa ziko chini, huku 2 wakiwa wanapambana na mwanamke aliyekuwa amevalia mavazi meusi huku akiwa amejifunika uso wake. Kwa haraka kijana Gamba aliwapiga risasi walinzi hao wa Gumbo ambao walikuwa wamepigika kisawasawa. Gamba akamwamrisha yule binti aliyevalia mavazi meusi anyoshe mikono juu. Gamba alizungumza huku akimnyoshia bastola binti huyo alionekana kuwa amebaki tu ameduaa. Msichana yule akasema, sijaje hapa kwa ajili yako. Binti huyo alizungumza huku akimtazama kijana Gamba. Sauti ya huyu binti ilimfanya Gamba ashtuke kidogo. Akaambia, umesemaje wewe? Msichana huyo alivua ile maski aliyokuwa ameivalia usoni mwake. Kilikuwa ni kinyago, akakitoa.
Hapo Gamba akatokewa na macho ya mshangao. Ni wewe? Ni mimi. Msichana huyo alizungumza huku akiokota bastola yake. Akapiga risasi kadhaa kwenye mlango wa bafuni na kioo kikavunjika. Binti huyo akaingia ndani hiko choo, akamkuta Gumbo akiwa amejibanza kwenye ukuta huku akitetemeka kwa uoga mno. Kijana Gamba naye aliingia huko chooni. Msichana huyo bila ya huruma akampiga risasi Gumbo. Zilikuwa ni risasi 4. Alimtandika kifuani. Yule Gumbo akafariki pale pale. Binti akatoka ndani hapo. Kijana Gamba naye akatoka hapo chooni. Kuiona sura yangu kwenye hii kazi, nilipaswa kuweza kukua, ila nimekusamea kwa sababu umeniburudisha leo kitandani. Sahau kama umekutana na mimi humu ndani. Nadhani umenielewa. Msichana huyo alizungumza kwa msisitizo. Alivaa pale kinyago chake usoni na kisha akakimbia kwa kasi na akajirusha dirishani, akatoka ghorofa ya 9. Yaani binti alijirusha kwenye ghorofa ya 9. Hey! Mpaka kijana Gamba ilibidi akimbie kwa haraka dirishani kwenda kutazama. Akamwona msichana huyo akiwa anaelea hewani. Alikuwa amevalia parachuti mgongoni mwake. Kitendo kilichomfanya kijana Gamba apigwe na maswali mengi mno kichwani mwake. How? Ule usemi usiyemjua ni sawa na usiku wa giza. Ndo amekutana nao kijana Gamba. Mwanamke aliyemwona ni mnyonge na ni changudoa amekutana naye kwenye kazi ya hatari ambayo msichana huyo ameikamilisha hata kabla kijana Gamba yeye hajaweza kuikamilisha, ila tayari binti huyo ameshakamilisha. Naam, msikilizaji, Gamba akarudi bafuni. Alipiga picha ya mwili wa Gumbo na kisha akawapiga picha pale walinzi wake. Alitoka ndani ya hiko chumba, aliingia ndani ya lift na kisha akashuka mpaka chini, akatoka ndani ya hiyo hoteli. Hazikuisha hata dakika 2, taxi iliyokuwa imemleta ikasimama mbele yake. Kijana Gamba aliingia ndani hiyo taxi na kisha alikaa siti ya nyuma. Wakaondoka hilo eneo. Oya kaka, mbona kazi imekwenda haraka tofauti na nilivyofikiria? Endelea kufikiria. Gamba alimjibu hivyo huyu dereva taxi, na dereva taxi kiherehere chote kikamwishia. Gamba alitoa kile kiwambo cha kuzuia sauti ya risasi kwenye hii bastola. Akaiweka bastola ndani ya bahasha pamoja na magazini zake. Akaiweka simu ndani ya bahasha hiyo na kisha akamkabidhi huyo dereva taxi. Wakafika eneo alipokuwa amemwacha mzee Mashushu na walinzi wake. Dereva taxi akasema, mimi na wewe hatujawahi kuonana. Dereva taxi alizungumza. Kijana Gamba hakujibu chochote zaidi ya kushuka ndani ya gari hiyo na kuingia kwenye mlango wa nyuma katika ukumbi huo, na moja kwa moja akaelekea eneo la VVIP alipokuwa amemwacha mzee Mashushu na wenzake. Mzee yuko wapi? Ameingia chumbani na ule msichana. Mlinzi wa mzee Mashushu alimweleza Gamba, na wakaelekea kwenye ghorofa ya 3. Aliwakuta walinzi wawili wa mzee Mashushu wakiwa wamesimama mlangoni. Mzee ameingia muda gani? Kama nusu saa hivi. Gamba ilibidi agonge mlango. Nani tena huyo? Ni mimi mzee. Ingia Gamba. Gamba alifungua mlango, aliingia ndani na ndipo alimkuta msichana akiwa amemkalia mzee Mashushu kiunoni huku akiendelea kukata uno. Samani, nahisi nimeingia wakati mbaya. Hapana Gamba, ongea kama ni jambo la muhimu. Usijali mzee, tutaongea asubuhi. Haya sawa. Gamba alitoka chumbani hapo huku akishangaa, kwani heshima aliyokuwa anampatia mzee Mashushu kumbe ni mshenzi kati ya washenzi. Gamba alielekea katika chumba cha msichana aliyekuwa amekutana naye. Aliingia hata bila kubisha hodi. Alimkuta binti huyu akiwa ameinamishwa na mzee mmoja ambaye ni rafiki wa mzee Mashushu. Samani. Gamba alizungumza huku akiwa anatazamana na msichana huyo. Akatoka na kisha akasimama nje ya mlango. Baada ya masaa mawili mzee huyo akatoka huku akionekana ni mwenye haraka mno. Gamba aliingia ndani hiko chumba na kisha akafunga kwa ndani. Sipo kwenye wakati wa kukueleza chochote kilichotokea. Nadhani ndicho kilichokuleta hapa ndani. Nahitaji kujua wewe ni nani. Nimekueleza sipo kwenye wakati wa kuzungumzia hilo. Kama unahitaji kunitia, njoo unitie vile utakavyo, lakini sio kukizungumzia unachohitaji kukijua kwa sasa.
Msichana huyo alizungumza huku akivuta sigara na moshi akawa anaupuliza usoni mwa Gamba. Naamini wakati mwingine hatutokutana kwenye sehemu kama ile. Tuombee isiwe hivyo. Gamba alipiga hatua mpaka mlangoni. Alishika kitasa na kisha akamgeukia msichana huyo. Akajifikiria kwa muda na kisha akatoka ndani hapo. Saa 2:30 asubuhi waliondoka eneo hilo huku Gamba akipanda gari lilokuwa amepanda mzee Mashushu. Nakumbuka kuna kitu ulitaka kuniambia Gamba. Au ni pombe ndizo ulizokuwa umekunywa zikawa zinakuendesha? Hapana, sio pombe mzee wangu. Okay, sawa, unaweza kuniuliza sasa, japo nina hangover kidogo ya pati ya jana. Wakati mzee Mashushu anaongea hivyo, simu ya mzee Mashushu ilianza kuita. Mke wangu kipenzi. Upo wapi kwani mme wangu? Nipo njiani, nipo na Gamba. Tunakuja nyumbani. Karibuni sana, ila nina habari njema. Sidhani kama umezipata mme wangu. Habari gani mke wangu? Gumbo amekufa. We, nini kweli? Haki ya Mungu, tazama kwenye mitandao. Hebu ngoja nitazame ise. Kama yule mshenzi Gumbo amekufa, sasa nakwenda kuitawala Afrika. Mpumbavu mchawi yule. Alikuwa anajifanya awezi kuuawa, mjinga mkubwa sana yule. Mzee Mashushu alizungumza kwa furaha huku akikata simu ile na akatazama hiyo taarifa aliyopewa na mke wake. Wow, safi. Aise, kafa kweli bwana. Mzee Mashushu alizungumza kwa furaha huku akitafuta namba ya Don Rafael. Kaka. Niambie ndugu yangu, mbona kama vile una furaha sana? Yule mbwa amekufa. Nani? Gumbo. Wewe kweli? Ndio nakwambia ukweli, Gumbo amekufa. Bwana, yule si mwanga yule, kila tunapomtafuta huwa tunamkosa. Safari hii amekufa. Ingia kwenye mitandao ya kijamii, utaona ise. Gumbo amekufa bwana. Acha niingie kaka. Mjinga huyu katusumbua sana huyu. Kweli ise, na tena amefia ile hoteli ya jirani kabisa na hapo kwako. Kaka, natoka sasa hivi nikathibitisha kwa macho yangu. Yule mpumbavu yule anaweza kafufuka yule. Kajione kaka, unipe ripoti bwana. Gumbo amekufa bwana. Shenzi sana yule jamaa. Sawa. Mzee Mashushu akakata simu hii aliyokuwa anazungumza na rafiki yake Don Rafael. Mungu wewe. Nikupe nini mimi? Maadui zangu unazidi kuwaangusha, wapuuzi sana. Sasa wamebaki wawili tu. Na hawa dawa yao naomba ipatikane kabla sijaanza kampeni zangu, kwa maana wanaweza kuniharibia mbwa hawa. Mungu, uwa pia maadui wangu wawili waliobaki. Mzee, kwani umefanya nini? Gamba, ni story ndefu sana. Ila kwa sasa tukifika nyumbani acha tutufurahie maisha. Sawa mzee. Naam, walifika nyumbani kwa mzee Mashushu na Gamba alikaribishwa palikuwa furaha mno. Ila umepungua kaka Gamba, Juliana alizungumza huku akimtazama Gamba usoni mwake. Kawaida. Mke wangu, hivi umenitengenezea ile supu yangu? Kama kawaida baba watoto. Hebu ilete hapa niigonge kidogo. Mzee Mashushu alizungumza huku akikaa kwenye kiti kilichopo katika meza ya chakula, na ndipo mzee Gamba alimtazama Glory aliyekuwa anashuka kwenye ngazi huku akiwa amenawiri kweli kweli. Shikamoo kaka Gamba. Maraba. Mama Kija, unaendeleaje? Namshukuru Mungu ananipigania. Na okay, sawa. Gamba, hebu njoo tupige supu tuondoe uchovu kidogo. Sawa mzee. Gamba alikaa mezani na kisha wakaendelea kupata kifungua kinywa. Gamba, ndio mama. Kwa sasa utakaa humu ndani na sio kwenye zile nyumba za wafanyakazi, kwa sababu tumeshaweka kijana mwingine wa bustani. Ni sawa mama. Kumbe mafunzo ya madereva viongozi yanafanya watu wanapungua Juliana aliuliza hilo swali.
Uko sahihi Juliana, na pia kuna mafunzo mengine ya kuwalinda viongozi. Si unajua baba hapa anakwenda kuwa kiongozi, hivyo maandalizi ni vyema tukayafanya mapema. Aliongea hivyo Gamba, na ndipo mzee Mashushu mara baada ya kumaliza kupata kifungua kinywa alielekea chumbani kwake kwa ajili ya kupumzika, huku Gamba akielekea katika chumba alichokuwa ameandaliwa ambacho kinatazamana na chumba cha Joe. Gamba, ukimaliza tuonane. Sawa mama. Gamba aliingia ndani ya hiki chumba huku mama Joe akielekea chumbani kwake. Gamba alivua koti la suti ambalo kwa jinsi alivyokuwa amelivaa na kufunga vifungo liliweza kuficha madoa ya damu yaliyotokana na kipondo alichowapatia watu waliokuwa wamemvamia usiku. Alioga kwa haraka haraka, akabadilisha nguo, alitoka nje na kisha kakaa eneo lenye mabembea. Mama Joe alimfuata sehemu alipokuwa amekaa. Kazi nzuri sana. Nashukuru, japo sistahili sifa hizo zote. Una maana gani? Niliingia chumbani kwa Gumbo na nikakuta purukushani zikiendelea, ila niliwakuta walinzi wake wawili wakiwa wameuawa, huku wawili wakipambana na mtu aliyeficha uso wake ambaye inaonyesha alifika pale kumuua Gumbo. Huyo mtu ni nani? Sijajua kwa kweli, lakini ni mwanamke. Mwanamke? Ndio. Kwa hiyo ikawaje? Gumbo alikuwa bafuni, hivyo nilikuta amepigwa risasi 4 na akawa ameuawa. Shit. Yeah, inaonyesha kuna mtu mwingine anatumia watu kwenye kuinda maadui zetu. Sawa, sasa hiyo itabaki kuwa kati yetu. CCTV zote za hotelini za muda ulioingia na kuondoka zimefutwa, hivyo upo salama. Sawa madam, ila naona uso Glory hauna furaha. Hawezi kuwa na furaha ikiwa bosi aliyemlipa kwa ajili ya kuingia kwenye maisha ya mwanangu amekufa. Sio hatari ya yeye kuweza kuendelea kuishi hapa. Nimemdhibiti kila mahali, hivyo jicho langu linamuona vizuri. Hatari kweli kweli. No, okay, sawa madam. Wakati wanaongea hayo, waliona geti likifunguliwa na gari nyeusi aina VX V8 lingia eneo hilo. Huyu naye amefuata nini? Nani kwani? Ni mkuu wa vikosi vinavyopambana na ugaidi. Mama Joel alizungumza huku akisimama na akafika eneo ambapo gari hilo lilikuwa limesimama. Karibu sana mzee Ngochiro. Na shukuru. Ila ingekuwa ni vyema usingenikaribisha kwa tabasamu pana kama hilo. Vipi jamani, kwani kuna tatizo? Tatizo lipo. Basi karibu ndani. Sikai. Nahitaji kuonana na mume wako. Kwa sasa mume wangu amelala. Kwa hiyo nenda kamwamshe. Mzee Ngochiro alizungumza huku macho akiwa yamemtoka. Kijana Gamba alibaki amepigwa na bumbuazi mara baada ya kumwona kijana aliyempiga usiku akishuka kwenye gari hiyo, huku mkono wake ukiwa umefungwa bandage ya POP. Mzee Mashushu alitoka nje huku akiwa anapiga miayo ya uchovu. Ngochiro, habari yako? Habari yangu sio salama. Naamini unajua kilichonileta hapa kwako. Naamini sijawahi kuwa na taaluma ya kuotea nini kinachomleta mtu ndani ya nyumba yangu. Sasa nisikilize mzee Mashushu, na kwenda moja kwa moja kwenye lililonileta hapa kwako. Gaidi wako amempiga kijana wangu mpaka kamvunja mkono. Na si yeye tu peke yake, ila ana marafiki zake zaidi ya kama wangapi hivi ambao wote wamevunjwa kila sehemu za miili yao. Mnahisi hizo bili nani ataweza kuzilipia? Hapo Mama Joe alimtazama mzee Mashushu aliyekuwa anapiga miayo ya uchovu. Sikumbuki mara ya mwisho kukuvunjia heshima ilikuwa ni lini wewe mzee. Ila unapoendelea mzee Ngochiro, unanilazimisha kukuvunjia heshima mzee mwenzangu. Alafu mtoto wa kiume kama huyu mwenye madevu mengi anapigwaje na vijana na vijana wake kama sio uadilifu ni nini? Huo ni ulodilofa. Kijana wako anapigwa yeye na vijana wake, sio ushamba huo. Kwa mimi kijana wangu anapigwa unasema ni ushamba? Huo ni ushamba. Anapigwaje na kitu? Afu kitu kingine nikwambie kitu kimoja mzee Ngochiro. Sawa, huyu mpuzi mtoto wako unamdekeza sana. Kiasi anawapanda watu wengine vichwani. Hivyo hii nchi haiwezi kuwa na watoto wajinga. Alafu wewe bwana Ngochiro, wewe ni mwanajeshi. Unakuaje na mtoto mjinga kama huyu? Sasa Mashushu, huko kunakoendelea
unanishushia heshima. Sikiliza mzee mwenzangu Ngochiro, umenikuta nina furaha, ila ingekuwa sio hivyo, simu yangu moja tu ingekushusha vyeo vyako vyote na usingeamini kama unashushwa vyeo vyako. Mzee Mashushu alizungumza kwa msisitizo mno. Baba, jamaa mwenyewe alonipiga yule pale. Bana mzee Ngochiro, hebu niambie, ni nini unachokihitaji zaidi hapa nyumbani kwangu? Mimi nahitaji kuondoka na yule kijana wako yule alompiga mwanangu. Ukishaondoka naye, wewe mwanangu, hebu kanisubiri kule kwenye gari. Mtoto wa Ngochiro akaenda kuingia ndani ya gari. Nisikilize mzee Mashushu. Jana yule kijana wako yule alionekana kwenye hoteli ambayo kimetokea kifo cha mfanyabiashara Gumbo. Najua kinachoendelea kati yako wewe na Gumbo. Hivyo wewe unaweza kuwa ni mhusika wa kwanza kwa sababu unaweza kutuma watu kwenda kufanya kilichotokea. Mzee Ngochiro bwana. Kwa hiyo umetoka huko sasa, umekuja hapa, sio tena swala la mwanao. Unakuja tena issue nyingine kabisa, tukio la Gumbo, si ndio? Nisikilize mzee Mashushu, hebu heshimu ninachokwambia. Gamba, hebu njoo kijana wangu. Gamba alitembea kwa mwendo wa haraka haraka hadi eneo alipokuwa mzee Mashushu. Hebu ingieni. Mzee Ngochiro alizungumza na gari mbili nyeusi zikaingia, huku zikiwa zina wanajeshi wa kikosi maalum cha kupambana na ugaidi. Hebu mkamateni huyu kijana. Mzee Ngochiro, najua unajua unafanya makosa ambayo yataigharimu kazi yako. Mimi sijali. Mimi nachofanya kazi yangu. Kamateni huyu kijana. Mzee, kwani kuna nini kinachoendelea? Gamba, nahisi ni kuna kutokuelewana. Tunaongozana wala tusiwe na shaka kijana wangu. Fanya kile unachokihitaji, ila sikuachi, niko nyuma yako. Hapo Gamba alifungwa pingu mikononi mwake na wanajeshi hao na akaingizwa ndani ya gari na wakaanza pale kuondoka eneo hilo, huku mzee Mashushu na mkewe na walinzi wakaingia ndani ya magari na kuanza kuwafuatilia wanajeshi hao wanaoongozwa na Meja Ngochiro. Mume wangu, si uwasiliane na watu wamwachie kijana wa watu. Ndio najaribu kumpigia CDF hapa, simu yake inaita tu bila kupokelewa. Oh, Mungu wangu. Si una watu wa Ikulu wasiliana nao mume wangu? Ngoja nipige simu kwa katibu mkuu kiongozi. Mzee Mashushu alizungumza huku akiitafuta namba ya kiongozi huyo wa Ikulu. Aliipata na kisha akaipiga. Mashushu. Oh, asante Mungu umepokea. Bana sikiliza, naomba msaada wako. Kijana wangu amekamatwa muda huu na huyu Ngochiro. Naomba unisaidie ndugu yangu. Sasa kaka, hilo lipo bwana nje ya uwezo wangu. Kivipi? Hiyo ni amri imetoka moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais. Unasemaje? Ndio hivyo, Mheshimiwa Rais ndo ametoa amri hiyo ya kukamatwa kwa huyo kijana wa kuitwa Gamba. Mzee Mashushu, mimi kwa ushauri wangu, hebu kubali kumtoa sadaka huyo kijana, la sivyo watakuja dhidi yako, na najua unajua jinsi gani watakavyoweza kukuvuruga baadaye bwana. Mimi naingia kwenye kikao bwana. Hapo simu ikakatwa na kumfanya mzee Mashushu kutokwa na macho, huku akimtazama mkewe ambaye naye amesikia kila kitu alichokuwa ameelezwa na mumewe. Gamba amekamatwa na kikosi maalum cha kupambana na magaidi kinachofanya kazi chini ya Mheshimiwa Rais. Mzee Mashushu anaelezwa inabidi amtoe sadaka Gamba ili ajiokoe yeye kwenye swala linalohusiana na kifo cha mfanyabiashara mkubwa. Bana, nini kinakwenda kutokea? Patamu hapo. Yaani, kwa nini rais kaingilia hii vita? Hata mimi sijajua mume wangu. Naam, walijikuta wanafika makao makuu ya kitengo hicho na wakazuiwa pale kuingia getini, huku wakishuhudia Gamba akishushwa kwenye gari na akaingizwa ndani ya jengo hilo.
Mungu wangu, tumemwingiza mtoto wa watu kwenye matatizo. Mama Joe alizungumza huku akimtazama mumewe. Mwanasheria naye mbona apokei simu zangu? Mzee Mashushu alizungumza kwa hasira huku akishuka kwenye gari. Mwanajeshi mmoja akawafuata pale. Mzee, samani, kumetolewa amri muondoke hili eneo, la sivyo tutatumia nguvu kuwaondoa. We mwanajeshi, unajua mimi ni nani? Nafahamu wewe ni nani, ila tunafuata amri za wakuu wetu. Waambie vijana wako wageuze magari na waondoke hili eneo. Hamruhusiwi kukanyaga hapa. Mwanajeshi huyo mwenye kitambaa cheupe begani mwake huku kimeandikwa kwa maandishi mekundu MP. Mme wangu, hakuna haja ya kuminyana nao, tuondoke tu. Mama Joel alizungumza huku akiwa yuko ndani ya gari. Okay, sawa. Jamani, tuondokeni. Mzee Mashushu alizungumza huku akiwa amejawa na hasira kweli kweli. Wakaondoka eneo hilo huku Mzee Mashushu akitafuta namba ya Don Rafael. Kaka, nakusikia bwana rafiki yangu. Bwana, hawa washenzi wamemkamata kijana wangu Gamba, na wamesema Gamba amehusika na kifo cha Gumbo. Nini tena? Ndio hivyo. Hawa washenzi ni kina nani wamemkamata kwani? Bwana, Ningochiro alikuja na lile bloira lake lile. Na hisi wanataka kumbambizia kesi kijana Gamba. Huyu mshenzi huyu, ngoja kwanza nifanye maarifa ndugu yangu. Basi sawa, kuna shaka. Mzee Mashushu alikata simu huku akiwa amefura kwa hasira kweli kweli. Huyu mpuuzi nitahakikisha anajutia. Mzee Mashushu alilalamika huku Mama Joe muda wote alikuwa kimya. Msikilizaji, upande wa pili, kijana Gamba moja kwa moja aliingizwa kwenye chumba cha mateso. Alivuliwa nguo zote, akalalishwa kwenye kiti cha chuma, akafungwa mikono yake katika kiti hicho kilichokuwa kimeunganishwa na nyaya za shoti. Vijana wa Nguchiro wakaanza kumpatia mateso ya kumpiga na shoti iliyokuwa inamtetemesha kijana Gamba mwili mzima. Mzee huyu ambaye ni Nguchiro akawa anasema, "Sema, kwa nini umemua Gumbo?" Mzee Nguchiro alizungumza huku akimtazama Gamba. Gamba aliyekuwa anatetemeka. Mzee Nguchiro akatoa ishara na shoti hiyo ikazimwa. "Wewe, nani kakutuma kwenda kumua Gumbo?" "Sijamuua Gumbo." "Endeleeni, pigeni shoti. Lazima useme ukweli. Ni kwa nini umemua Gumbo na nani aliyekutuma?" Gamba akaendelea kutetemeshwa na shoti hiyo ya umeme huku akitoa miguno ya maumivu iliyomfanya Mzee Nguchiro na vijana wake washangae, kwa sababu wale wote wanaopigwaga shoti ya umeme huwa wanapiga kelele za maumivu makali mno. "Nakuuliza, wewe nani? Wewe umetumwa na nani wewe?" "Sijatumwa na mtu na sijamuua Gumbo. Na huyo mtu mimi simfahamu." "Hebu mbadilisheni adhabu huyu. Badilisheni adhabu." Gamba akabadilishiwa adhabu ya mateso. Alilazwa kwenye meza kubwa, usoni akafunikwa kitaulo kilichokuwa kimeshikwa na vijana wa Nguchiro. Wakaanza pale kummiminia dumu la maji la lita 12. Wakatoa pale kitaulo hicho na kumfanya Gamba kuyatema maji mengi mno. "Wewe nani aliyekutuma kwenda kumua Gumbo?" "Kama kuna swali jingine mniulize, ila kwenye hili mnanionea." Simu ya Mzee Nguchiro ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kuitazama kwa sekunde kadhaa. Alishusha pumzi na kisha akasogea pembeni. "Ndio mkuu." "Unasema nimwachie?" "Sawa mkuu." Mzee Nguchiro alijibu kwa kinyonge kweli kweli. Akawageukia vijana wake 6 waliomo ndani ya hiko chumba na kisha akasema, "Hebu mwachieni huyo, mfungueni." Hapakuwa na aliyehoji zaidi ya kufuata walichokuwa wameelezwa. Gamba aliwatazama kwa sekunde kadhaa na kisha taratibu akazifuata nguo zake zilizokuwa zimetupwa na akaanza kuzivaa taratibu. "Wewe, mimi macho yangu yatakuangalia tu. Haijalishi hili. Hii halijaisha hili." Mzee Nguchiro alizungumza kwa hasira huku akitoka ndani hapo. Aliubamiza mlango kwa hasira. Gamba
aliongozana na wanajeshi wawili hadi nje ya geti. Akalitazama jengo hilo. Gari nyeusi lisimama mbele yake na mlango ukafunguliwa. Ingia. Mwanamama aliyekaa siti ya nyuma ya gari hiyo alizungumza na Gamba kaingia ndani ya gari hiyo. Mkuu, sikujua kama ni wewe umekamatwa. Ni mimi mkuu. Mume wangu alidhamiria kulishikilia hili swala. Kwa nini? Kwa sababu yeye na Gumbo ni marafiki wa muda mrefu. Ila nakuomba uniambie ukweli, umehusika kwenye hili? Hapana mkuu, sijahusika. Japo mkuu alinipa kazi ya kwenda kumuua. Ilikuwaje? Nilikuta tayari ameshauawa. Okay, sawa. Hebu hakikisha unakuwa makini next time. Hakuna shaka. Wakafika eneo la waendesha taksi na gari hiyo ikasimama. Nadhani tutaonana. Unaweza ukafika nyumbani sasa. Asante. Gamba alishuka ndani ya gari na kuingia katika IST moja na akamwelekeza dereva huyo ni wapi anapotakiwa ampeleke. Ni bei gani? 15 tu kaka. Gamba alitoa kiasi hiko cha pesa na kumkabidhi dereva huyo, wala hata hakuendelea kuoje zaidi. Gamba alipofika, walinzi walimfungulia geti na akaingia ndani. Mzee amerudi. Amerudi mwanangu. Lakini amemwacha mama na ametoka mara moja. Ndio, okay, sawa. Gamba, Mama Jo aliita huku akiwa amesimama. Wameniachia. Hebu njoo nisimulie imekwaje kwani? Hapo wakatoka nje na Mama Jo. Mzee kwanza yuko wapi? Ametoka, amekwenda kushughulikia hili swala. Ni pema ukampigia simu ukamjulisha kwamba nimeshaachiwa. Sawa, hebu kwanza niambie imekwaje? Madam Rahabu ameweza kulishughulikia. Nilimpigia simu na kumwomba msaada kwenye hilo. Hivyo nimeachiwa. Walikuwa wanahoji kitu gani? Ni nani amenituma mimi kwenda kumuua Gumbo? Na ukasemaje? Nimebisha, sijamuua na wala Gumbo huyo mimi simfahamu. Hivi yule Ngochiro nahisi hana bahati kwa jinsi mume wangu alivyokasirika. Atajuta. Ni Madam Rahabu amesema kwamba mumewe alidhamiria kulishikilia hili swala kutokana na kwamba huyo Gumbo ana ushirikiano mzuri na yeye. Ameniambia hivyo. Hebu ngoja kwa nimpigie mume wangu asije akahangaika bure. Mama Jo akampigia simu mzee Mashushu. Kwani baby uko wapi? Nipo njiani naelekea ofisini kwa CDF. Wameshamwachia Gamba na amesharudi nyumbani. We kweli? Mume wangu. Asante Mungu. Ana hali gani Gamba? Yuko sawa tu. Basi sawa, acha nionane na mkuu hapa wangu Chiro na kisha nitarudi huko nyumbani. Sawa mume wangu. Mama Jo akakata hiyo simu. Hapa kinachoonekana mume wangu anataka amfundishe adabu yule Ngochiro. Kwa nini? Hili swala amelipeleka binafsi. Sidhani kama rais anaweza akakana kujua kuna mtu anaitwa Gamba alafu eti akabambikiwa kesi. Naamini rais hapa ametoa tu maagizo swala lifuatiliwe na yule ndo mpuuzi anaangushia, yani akaniangushia mimi jumba bovu. Inawezekana. Sasa unataka kufanya nini? Anataka kumfanya nini? Na hisi pia kumpa kipondo yule mwanae ndo kumemfanya nishutumu, huku ameniahidi kwamba macho yake yatakuwa yananifuatilia. Nisikilize Gamba, mimi nakupa green light, ila tu uwe makini. Nashukuru madam. Ila huyo mwanamke ambaye umemkuta eneo la tukio, hakikisha unafuatilia taarifa zake na kisha unashughulika naye, kwa sababu anaweza akatuharibia. Na okay, sawa madam. Alafu Gamba, hebu subiri kwanza. Ndio madam. Au basi niambie tu, nikitulia nitakwambia. Na okay, sawa. Mama Jo alimtazama Gamba akiingia ndani, wakapishana na Juliana mlangoni na hakumsemesha chochote zaidi ya kuelekea ndani. Mama, umemwambia? Sio wakati mzuri wa kuzungumza naye. Kwa nini mama? Navutiwa naye na naogopa kumwambia mimi mwenyewe. Akiwa sawa nitakuitia utaongea naye kama mtu mzima. Sawa mama.
Gamba akakutana na Glory kwenye ngazi. Kaka Gamba, unaendeleaje? Namshukuru Mungu, hivyo tu. Na okay, poa, baadaye. Una nafasi tuongee kaka Gamba? Sio kwa sasa, baadaye. Sawa. Gamba aliingia chumbani kwake na kuanza kupanga mipango ya namna gani atampata mzee Nguchiro. Ndio ndugu yangu. Karibu sana bwana. Nashukuru sana kaka. Bali kwanza sasa majukumu. Mungu anasaidia kwa kweli. Tunaendelea kulinda hili taifa. Hata mimi naona ndugu yangu. Sasa naamini nilikugusia kidogo kwenye simu ukaniambia tuje tuongee. Ni kweli. Unajua hili swala la Nguchiro kidogo ni zito. Kivipi? Unajua Nguchiro naweza nikasema ni kama golden boy kwa rais. Kwanza Nguchiro amepandishwa vyeo bila hata ya mafunzo husika, kitu ambacho kwa rais kufanya hivyo sio jambo jipya. Na istoshe Nguchiro kwa sasa hivi agusiki ndugu yangu. Nguchiro ni jicho la rais kwenye jeshi, na ndio maana amepewa kitengo hiko na kimetenganishwa kabisa na jeshi. Ila bana, mimi nashukuru kijana wangu, nimesikia kaachiwa. Mke wangu amenipigia simu. Kaachiwa kwa amri ya nani sasa? Sijajua kwa sababu sijahoji sana kwenye hilo, ila tu kijana wangu Gamba kaachiwa. Basi kama hivyo ni jambo jema kama ameachiwa. Ila tu mzee Mashushu, hebu kuwa makini sana, kwa sababu sasa hivi kuna chemshwa mpango wa kudili na watu wa aina yako, na hiko kikosi kitaongozwa na Nguchiro. Hivyo nyinyi matajiri muwe mko macho sana na Nguchiro. Kwa nini sasa inafanywa hivyo? Hayo ni mambo ambayo rais na washauri wake wanaelezana, na kitu kingine nilichokisikia ni kwamba Mheshimiwa Rais anaandaa mazingira ya mkewe agombanie kiti cha urais, ila hizo ni za ndani sana hizo. Ndio nchi zetu hizo za Afrika wanarisishana tu. Akitoka mtoto wa mjomba anaingia mtoto wa shangazi, anaingia mtoto mdogo, anaingia mtoto wa babu. Na mkewe akichukua madaraka ya nchi itakuwaje? Kikubwa ni kuishi nao tu kwa akili kaka. Okay, sawa kaka, mimi nisikupotezee muda. Basi tutazidi kuwasiliana. Usijari, karibu sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Naam. Mzee Mashushu akaagana na mkuu wa jeshi na kisha akaondoka ofisini hapo, na safari kurudi kwake ikawa imeanza. Nguchiro itabidi tumshughulikie. Lini tena mkuu? Nitawajulisha muda ukifika. Sawa. Simu ya mzee Mashushu ikaanza kuita. Alitoa mfukoni na akaitazama kwa muda na kisha akaipokea. Mashushu, najua nyendo zako na natambua na najua umetoka kuonana na General ukisia kwamba nitapata hofu, si ndio? Wewe Nguchiro, unataka nini labda? Labda tu nikwambie kitu kimoja Mashushu. Una bahati kijana wako ameachiwa kwa amri ya rais. Sasa macho yangu yote yanaelekezea kwako wewe mzee Mashushu. Na najua unapanga kunidhuru. Sasa nikuhakikishie mzee Mashushu, ukifanya upuzi huo nitakwenda kukusweka jela. Na hutoamini. Nitakuwekea na kesi ya kuhujumu uchumi. Itakuhusu tu. Na naamini unajua biashara zako zipoje. Sasa jichanganye wewe mzee Mashushu. Hata ugusu unywele wangu tu na familia yangu ndio utajuta na utanijua mimi ndo mzee Nguchiro sasa. Hapo mzee Nguchiro akakata simu na kumfanya mzee Mashushu ashushe pumzi nyingi mno, kwani nguvu aliyokuwa nayo huyu Nguchiro ina madhara makubwa sana kwenye biashara zake za uuzaji wa madawa kulevya endapo tu atagombana naye. Nguchiro. Naam, mzee Mashushu alizungumza huku akiiminya kwa nguvu simu yake. Akaishika kwa hasira kali kweli kweli. Wakafika mpaka nyumbani. Mama Jo alibidi amuulize mume wangu imekuwaje? General hana msaada wowote ule. Anasemaje kwani? Nguchiro ana kinga ya rais. Kivipi? Rais ndo anamwagiza kufanya hizo operation na wanataka kutuwinda kwenye biashara zetu. Kuna jingine ama hili? Ni hili mke wangu.
Gumbo ana urafiki na mheshimiwa rais wa karibu sana, na ndio maana hii vita imeletwa kwetu. Mme wangu tumeyakanyaga, na habari za chini chini ni kwamba rais anamwandaa mke wake agombanie kiti cha urais mwakani. Wewe anaweza? Sijui, ila unajua siasa zetu, uongo mwingi, kujipamba kwingi, mabango mengi, kuchafua nchi nzima mpaka inakuwa kama uchafu takataka. Basi inabidi nijipendekeze kwa mke wake ili mambo yatakapoharibika basi niwe kwenye mstari wa utetezi. Hapo umezungumza pointi, mke wangu. Hivi Gamba si yupo? Yupo chumbani kwake. Ngoja nikazungumze naye. Mzee Mashushu alitoka ndani kwake na kuelekea chumbani kwa Gamba. Mzee, pole sana, sijabisha hodi bwana, nimeingia tu. Wala hata usijali mzee, karibu. Nashukuru. Hebu twende tukazungumze kule bustanini. Sawa baba. Naam, kweli wakaongozana hadi eneo la bustanini, wakakaa kwenye kibanda kimoja cha kupumzikia. Gamba, kwani ilikuwaje? Gamba ilibidi aanze kumweleza mzee Mashushu namna alivyoteswa mpaka alipoachiwa na kutoka nje, ila hakumweleza kukutana kwake na Rahab. Unajua mheshimiwa, nimepanga kumfunza adabu yule mzee Nguchiro. Achana naye Gamba, achana naye. Kwa nini mkuu? Kwa sababu ameshajitengenezea mazingira ya kwamba chochote kitakachomkuta basi ataileta vita dhidi yangu. Na istoshe mwakani mimi nakwenda kugombania ubunge. Nimewekeza pesa nyingi sana kwenye ubunge. Hivyo sidhani kama nitakuwa tayari kuona ninakwenda kupoteza pesa yote niloipoteza kwa ajili ya mpuzi mmoja tu. Kwa yule Nguchiro achana naye. Sawa mkuu. Kwa sasa Gamba, tufumbe macho, ila tutakapopata kile tunachokihitaji basi ni wakati wetu wa kujua sisi ni akina nani. Atatujua tu yule mpumbavu. Sawa mzee. Hapo wakamwona Glory akiwafuata eneo walipokuwa wamekaa. Aliwasalimia. Samani baba. Bila samani. Namwomba kaka Gamba anisindikize niende nikatembelee karibu na kaburi la Joe. Sawa, ila ni vyema ruhusa kama hizo ukamwaga mamako, kwa sababu yeye ndo huwa anaangalia mambo yote hapa nyumbani. Sawa baba. Gamba, utampeleka huyu Glory na ile X5 ile BMW. Sawa mzee. Funguo zipo zinapokaa. Sawa mzee. Basi acha mimi nikamwage mama. Sawa Glory. Glory aliondoka eneo hilo. Gamba, hebu mpeleleze huyu binti. Kaa naye kwa ukaribu, mpeleleze. Sawa mzee. Gamba alielekea jikoni kwenye eneo zinapokaa funguo za magari yote. Hey, we. Unatafuta nini? Nataka funguo ile BMW. Ipo chumbani kwangu kwa sababu najiandaa kutoka na gari. Alafu kama utojali Gamba, naomba uniendeshe basi. Okay sawa. Ila Glory ameniwahi. Ameniomba nimpeleke makaburini. Okay, tufanye hivi. Mtanipitisha sehemu mimi nayokwenda. Tuna kikao kimoja cha wafanyabiashara, nataka kukiwahi, na kisha mkirudi mkitoka huko mtanipitia. Hiyo imekaaje? Juliana alizungumza huku akimtazama Gamba usoni mwake kwa macho malegevu. Na okay sawa, usijali. Ngoja basi nikakuletea. Ndio okay sawa. Juliana aliondoka ndani hapo na kumfanya Gamba kumsindikiza kwa macho, kwani gauni refu alilokuwa amelivaa lilikuwa limechola vizuri umbo lake. Lakini upande wa pili tunapata kumwona Glory anafungua mlango mara baada ya kukaribishwa na mama Joe. Wewe vipi? Mama, naomba kuelekea makaburini nikaone kaburi la Joe. Sawa. Nashukuru mama. Mwambie Gamba kupeleke. Sawa. Mama Joe alivaa miwani yake na kuendelea kukisoma kitabu cha hadithi anachoendelea kukisoma. Glory alitoka nje na kumkuta Gamba akiwa amesimama pembezoni mwa gari wanayotaka kutoka nalo. Namsubiria Juliana, tunaongozana naye. Sawa. Baada ya dakika kama 5 Juliana alitoka. Vipi, nimewachelewesha jamani wifi pole. Asante, usijali wifi. Safari ilianza kwa mwendo taratibu huku kimya ukiwa umetawala ndani ya gari. Hivi kaka Gamba, wewe lini una mpango wa kuoa? Hata mchumba sina Juliana. We kweli? Ndio. Ila umri wako unajua unakufaa uwe hata na mkeo na mtoto hata mmoja.
Unajua sio kila binadamu ameumbiwa kuoa au kuolewa. Yaani kweli, ila kwa hiyo una sifa zote ambazo mwanamke anazihitaji. Hapana. Jiamini, bado sijajipanga kimaisha. Hivyo hata kama nikisema nioe huyo mwanamke nitakwenda naye kumweka wapi sasa? Baba ana majumba kibao hapa mjini, atakupa tu nyumba moja utaishi na anavyokupenda. Bado sana kwa sasa, acha nikusanye kwanza vimishahara vyangu na kisha nitajaribu kuwaza hiko ambacho unaniambia. Sawa kaka. Mimi bwana niacheni hapo Millennium Tower hapo. Okay, sawa. Gamba aliweza kusimamisha gari pembezoni mwa jengo hilo refu. Hapa kikao changu kitakula kama masaa 3 hivi. Hivyo mtajaribu kuweza kunitumia huo muda wa masaa 3 mtautumia vizuri ili mkimeshamaliza mnipitie. Okay, sawa. Au nitakupigia kaka Gamba. Sidhani kama namba yangu unayo. Nimechukua kwa mama, hivyo wala tosijali. Okay, sawa. Naam, Juliana alishuka na kisha akaingia ndani ya hilo jengo. Anaonekana anakupenda huyo. Sauti ya Glory alikuwa amekaa siti ya nyuma ilimfanya Gamba mgeukie na kumtazama. Unasema? Wifi anaonekana anakupenda. Namchukulia kama mdogo wangu. Hilo ni kosa kubwa sana utakalolifanya. Unamaanisha nini Glory? Mngekuwa mmezaliwa baba mmoja mama mmoja hapo sawa. Ile ukumbuka pale ni mfanya kazi tu. Na ili upate nafasi walau ya kuwa sehemu ya zile mali za mzee, ili donge la binti yake analokuletea usilitupe teke kwa ukaka na udada. Utondoka ukiwa huna kitu, shauri yako. Huo ni ushauri ambao mimi nakupa. Glory, umejuaje ananipenda? Usisahau mimi ni mwanamke na huu mji wote ramani yake mimi ninayo mkononi. Hivyo nimeishi na wasichana wa kila aina. Wifi yangu huyu ana roho nzuri sana. Yeye ndiye mara chache huwa anaongea na mimi. Hata kama wengine wananichukulia mimi kama kituko, ila yeye hajawahi kunidharau hata kliniki. Yeye huwa ndiye anayenipeleka. Mimba Joe ulibeba kama bahati mbaya au ulipewa majukumu na Gumbo? Swali la kijana Gamba likamfanya Glory akakaa kwanza kimya kwa sekunde kadhaa, maana lilikuwa ni swali la kushtukiza, alafu Glory hakulitegemea. Nimekuuliza Glory, mimba hiyo ya Joe ulioibeba ni kwa bahati mbaya au ulitumwa na Gumbo? Ni story ndefu Gamba. Naam, walifika makaburini. Wakasimamisha gari eneo la maegesho na kisha wakaingia eneo hilo la makaburi na wakaona eneo moja kukiwa kuna chimbwa kaburi. Gloria akalitazama kaburi hilo linalochimbwa asubuhi hiyo na kisha wakawapita wachimbaji hao huku wakiwasalimia na wakaelekea katika kaburi la Joe ambalo limejengwa vizuri mithili ya kaburi la kiongozi mkubwa wa serikali. Taratibu Glory alikaa pembeni ya kaburi hilo huku akivua miwani yake mikubwa aliyokuwa amevaa. Glory alianza kusali taratibu huku Gamba akitazama maeneo hayo kwa umakini mno. Kifo cha Joe kimeniumiza kwa kiwango kikubwa mno kiasi cha kujiona ni mwenye hatia ya kuweza kumuingiza kijana mdogo kwenye mpango ambao haukumuhusu. Unamaanisha nini? Gumbo ni mjomba wangu. Yeye na mama yangu wamezaliwa baba tofauti ila mama mmoja. Babake alipofariki kwa ajali alimwacha Uncle Gumbo akiwa na umri wa miaka 5. Hivyo mama yao aliolewa na mwanaume mwingine ambaye ndiye aliyemzaa mama ambaye kwa sasa naye ni marehemu. Hapo kijana Gamba akasimama vizuri huku akiendelea kumsikiliza Glory kwa umakini. Gamba, ndio. Hivi unajua mabosi wako biashara kubwa wanayoifanya ni ya madawa kulevya? Kama hujui huo ndo ukweli. Na wamekupeleka kwenye chuo cha mazoezi kwa ajili ya kukutumia wewe, na watakapomaliza kukutumia watakudampo kama walivyomdampo anko wangu Gumbo. Hujiulizi ni kwa nini wamekuwa na kisasi cha kutaka kuuana? Anko wangu Gumbo alikuwa ni mfanyakazi kwa baba yake na huyu mzee Mashushu. Alipendwa sana na yule mzee kutokana na muda mwingi alikuwa anamfanyia biashara zake za haramu. Mzee Mashushu aliporudi kutoka masomoni alichukizwa na upendo alioukuta kwa baba yake na anko wangu ambaye kipindi hicho alikuwa ni kijana mdogo sana. Yaani kwa mfano mdogo ni kama wewe Joel akuchukie kwa sababu babake alikuwa anakupenda sana. Ndio.
Baada ya Mashushu kupewa umiliki wa mali za baba yake, kwa sababu yeye ndo alikuwa ni mtoto wa pekee kwenye ukoo wa mzee Mashushu, alimtimua mjomba wangu ambaye kwa kipindi hicho waliwafanyia kazi kwa miaka 15. Huwezi kuamini, hawakumpata senti moja. Ndiyo, hawakumpata 100. Hakuachwa hata na shilingi 100. Unajua nini alichokifanya mjomba wangu Gumbo? Kwa kupitia wateja wale aliokuwa anawatumikia kwa mzee, ndio waliomwezesha kujenga empire yake. Empire iliyokuwa na nguvu kuliko ya Mashushu. Walijaribu kumuua na kumwangusha mara nyingi bila mafanikio, hadi jana alipoweza kuuawa. Glory alizungumza huku machozi yakimmwagika. Wamemdhulumu kifo chake, hakupaswa kufa Uncle Gumbo. Hebu ngoja kwanza Glory. Hayo yote wewe nani kakwambia? Angekuwa ameniambia mjomba ningesema amenidanganya. Ila aliniambia mamaangu kabla hajakufa. Mamaangu alikuwa anamchukia sana kakake kwa biashara zake haramu za kuuza madawa ya kulevya. Hadi anakufa hawakuwa na maelewano mazuri. Mamaangu hakutaka kabisa kuitumia pesa yake, akidai kwamba inanuka damu, na alitukataza kuwa karibu na mjomba Gumbo. Na hata nyumba anayoishi babaangu sasa hivi imejengwa kwa hii biashara ya madawa. Nina umri mdogo ila naijua vizuri hii biashara. Imenipa maisha. Ilikuwaje ukawa na Joe? Hapo Glory akatazama picha ya Joe iliyokuwa imejengwa katika hilo kaburi. Ili kujua mambo yanayoendelea ndani ya familia ya kina Joe, nilipaswa kuwa kimapenzi na Joe. Japo hapo awali sikuwahi kumpenda kwa sababu aliniadaa tu. Ninavyojua mimi, kama mtu ni target, mnamhitaji, ni lazima kujirengesha kwake. Ilikuwaje akakupenda? Nilichukua muda mfupi kumsoma Joe na nikajua ni kijana wa aina gani. Na kama mwanamke nilifanya kile ninalowezekana kuhakikisha ana data na mimi, kwa kumpa ishara zilizomchanganya kwenye mapenzi, na ikawa hivyo. Kifo cha Joe kinahusiana na Gumbo? Hapana. Upuuzi tu wa Khan ndio umesababisha leo hii Joe amelala hapa. Ulionieleza ni mambo mengi ya ndani. Kwa nini mimi umeniamini na kuniambia? Kwa sababu nakuamini Gamba. Sidhani kama ninakizi vigezo vya wewe kuniamini mimi. Najua moyo wako ni mzuri sana Gamba. Najua alishawahi kunieleza mengi kuhusiana na wewe. Hivyo hata upendo wa wazazi wake kwako ni kutokana na mtoto wao alikupenda wewe. Ila nakutahadharisha Gamba, usipigane vita ambazo hazikuhusu. Unamaanisha nini Glory? Usije kukubali kutumiwa na mwisho wa siku utaachwa huna mbele wala nyuma. Unajua naishi kwa akili sana ndani ya ile nyumba. Sijakuelewa Glory. Mama Joe mimi hanipendi, na alimpa sababu chache pale alipohisi amenibana kwa maswali, akihisi kwamba mimi ni mjinga na mtoto mdogo nisijitambua. Laiti angejua akili yangu ni kubwa na inawaza mara 2 zaidi yake, asingekuwa anafanya anachokifanya. Ndio maana kati yetu hapakuwa na aliyejua ujio wangu kanisani ungekuwa ni wa aina gani. Glory alizungumza huku akijifuta machozi. Wamemuua mjomba wangu Gumbo, wakiamini ya kwamba vita wameishinda. Wanaamini ya kwamba wanakwenda kutawala wao kwenye hii biashara, ila wamekosea. Wanaona mimi kama mjinga. Wanaona mimi wa kawaida, sina uwezo, maskini. Wanajiona kama mimi sijiwezi, sitofanya chochote na naishi kwa kusubiria tu msaada wa pesa zao. Ila wasichokijua na kwenda kuwa queen wa hii biashara, na nitakwenda kuwaangusha. Watakuja kunisujudia na kuniomba msamaha. Kaa uone, utashuhudia show ambayo utakuwa ndugu mpenzi mtazamaji. Yeshike maneno yangu Gamba. Glory alizungumza kwa msisitizo huku akimkazia Gamba macho. Glory alivaa miwani yake mikubwa aliyokuwa ameivua na kisha akafuta machozi. Alijikunguta mchanga kwenye gauni lake na kisha akaanza kutembea kuelekea lilipokuwa gari, na akamfanya Gamba baki anamshangaa binti huyu kwa ujasiri ambao ameuona ndani ya Glory. Hakuwahi kufikiria kama Glory ana ujasiri wa namna hiyo. Hivyo mambo yanazidi kupamba moto. Glory. Glory anamuonesha Gamba kitu ambacho Gamba hakukitarajia kukiona kwa binti huyo mdogo wa miaka 21. Lakini Gamba anaanza kupata mwanga.
Ni nini kilichopelekea uadui kati ya mzee Mashushu na Gumbo? Je, nini ambacho Gamba atafanya? Bwana, usiku kufuatilia katika sehemu ya 5. Bwana, mimi leo kusimulia naitwa Uncle J Simulizi, mzigo mtamu kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Tukutane sehemu ya 6 tupate kujua nini hasa kitakachoweza kuendelea. Asante na kwaheri.